Sababu kubwa. Sababu gani tunamhitaji Roho Mtakatifu? Yaani hapa tunakazia Roho Mtakatifu. Sababu kubwa za msingi za sisi kumhitaji Roho Mtakatifu. Tunaanza. Najua tutamaliza vizuri mpaka kufika saa 6, saa 7 kasoro nusu saa tutahubiri. Alafu tena tutaombeana ili jioni tuweze kurudi. Sababu kubwa za kumhitaji Roho Mtakatifu. Kwanza tunaposema nguvu za Roho Mtakatifu. Tunaposema pokea nguvu za Roho Mtakatifu tunamaanisha nini? Ni uweza wa kimungu usioweza kushindwa, ambao unaingia kwa mwamini aliyempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi. Tunaposema pokea nguvu ya Roho Mtakatifu, ni uweza wa kimungu au ni Mungu kuingia ndani ya mwanadamu, na uweza huu au nguvu hizi hazishindwi chochote. Nguvu hizi zinaweza kuumba, nguvu hizi zinaweza kusamehe, nguvu hizi zinaweza kuponya, na ndio maana uwezo huu ni wa muhimu mno. Jamani, mnanielewa? Ni uwezo wa Mungu. Unaweza ukafanya chochote, unaumba chochote, unaponya, unafanya kuwa mtu hai, unaweza hata kumfanya mtu kuua. Yaani uwezo huu ni Mungu mwenyewe anahamia ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo tunaposema Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe muumbaji. Mungu mwenyewe nini jamani? Muumbaji, kwa sababu yeye ndio tuliachiwa duniani. Yuko hapa duniani. Mungu Baba na Mwana wako mbinguni, lakini duniani tumeachiwa Roho Mtakatifu. Ndio anayetushika kuweza kumshinda shetani na mapepo. Ndio maana Yesu alisema, sitawaacha nyinyi yatima. Sasa unapomkaribisha Roho, unamkaribisha Mungu, uweza wake, uhai wake, uumbaji wake. Kwa hiyo unatembea kwa ujasiri. Na ndio maana ukijazwa nguvu, unaweza ukaona vitu ambavyo kwa macho ya kawaida mtu mwingine ukimwambia hiki kitu fulani, amini. Siku moja wakati nafundisha watu imani, mabinti fulani wakati naanza kanisa, ghafla nawafundisha kwamba Mungu ana uwezo juu ya mapepo, juu ya wachawi, juu ya mashetani. Na shetani huwa anachukua maumbile, anaweza akachukua umbile lolote la kuku, la nini, la viumbe. Anaweza akaingia kwa kuku, akaingia hata kwa nyoka. Wakati nimemalizia kusema hata kwa nyoka, alitokea kobra kama hapo kwa mpiga kama hapa kwa mpiga picha, alitokea kobra pale. Sijui ni kobra huyu mwenye anafanya hivi, anaweza kugonga utosi, anaitwa nani? Kobra mkubwa kama hivi. Alitoka pale, alisimama na mkia wake hivi mbele yake. Wale mabinti walipoona, yaani mchana sio tulilala, sio maono, ni wazi alitokea tu hapo mbele yetu. Alafu na ujumbe, hata kama kuja kutugonga. Wale mabinti wakaogopa, mchungaji. Ngambia sio nyoka halisi huyo, amebeba umbile la kukutisha. Nikamwambia huyu sio nyoka halisi, ni pepo limechukua umbile la nyoka. Sasa mchungaji anamwambia, sasa ili uamini, kama ni nyoka halisi atakuwepo, kama ni kiumbe nyoka, lakini kama ni pepo, hapa panaomba. Nikasema, wewe pepo uliyechukua umbile la nyoka, toka. Aliyeyuka sasa ile wakama wanashangaa, nini mchungaji? Hayo mambo yako kusindi kule. Kusindi kule. Hata ya kujigeuza mbwa paka. Basi kumbe sasa ndio bali nikwambia niweke mkutano. Mwaka. Nataka nishughulike na hawa wanajigeuza mbwa. Nilienda mpaka kule Simiyu kule Bariadi, nilihubiri mkutano. Sasa hawa mimi nataka tushughulike, kwa sababu kuna kujigeuza paka, kujigeuza panya, wanaingia ndani na kula vitu, wanakujigeuza kuku, sijui ndege nini na nini. Sasa hawa wako wamejaa. Sasa walipoona vile, nikamwambia, unaona? Sasa ni nguvu gani iliyotoa hiyo pepo? Nikamwambia ndio maana lazima ni muhimu mjae Roho Mtakatifu. Haitoshelezi kuokoka, lakini kilichotoa yule pepo haina nyoka ni nini? Nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana Yesu akasema hivi katika Mathayo 12:28 hadi 29. Yesu anasema kazi ya Roho Mtakatifu, moja wapo kukemea pepo, kutufukuza mashetani, kufukuza majini, kufukuza wachawi. Anasema mimi nikitoa pepo kwa Roho Mungu, ufalme wa Mungu umeshawajilia. Mathayo ngapi hiyo jamani? 12:28.
Yesu anazungumza pale, ili kufukuza pepo, kufukuza mashetani, kufukuza majini, ni lazima ujae Roho Mtakatifu, kwa sababu unazoshughulika nazo ni nini? Ni roho. Mashetani na wachawi na waabudu shetani huwawezi kwa akili, tunawaweza kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Unapotaja kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu anaenda kufanya kitu. Rika mana masekirebo yeka pakatarabazabo. Yesu ni Bwana. Na ndio maana ili kuthibitisha Roho Mtakatifu ni Mungu, Luka 1:35 anasema, malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu mwana Mungu. Anaelezwa Mariamu 34 anasema, itakuwaje neno hili, maana sijui mume. Anasema Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Ina maana kwamba unapookoka lazima Roho Mtakatifu aje juu yako na nguvu zake zinakuja ndani yako. Hizo nguvu ndio zitakuwezesha wewe sasa kusimama vizuri, kushinda majaribu, kushinda dhambi na vishawishi, kushinda wachawi na mapepo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaposema Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe, ni uhai wa Mungu. Na nielewa, ni uhai, ni uzima wa Mungu. Na ndio maana uliweza kuweka uhai kwenye tumbo la Mariamu, akaumba mwanadamu, akaumba Yesu. Yule mama niliyemshuhudia hapa kwamba alikatwa mirija, ina maana mimi nimesoma sana kwa habari ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana mahubiri yangu yote nakazania hapo, kwa sababu ninamjua vizuri alivyonibadilisha na nimemuona akifanya mambo makubwa. Kwa hiyo alipoingia kwa baba nikamhamasisha, nikakumbuka Roho Mtakatifu kama aliingia kwa Mariamu, hakuna mwanaume aliyehusika, ila kumbe ana uwezo wa kuumba mtoto akaingia ndani. Hata kama kuna ugonjwa, kuna tatizo, anaweza akaingia ndani akabadilisha hali yoyote, akaweka uzima. Na ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tusione kama ni nguvu, ni uhai, ni Mungu mwenyewe. Na ndio maana Mwanzo 2:7 anasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi yake. Ile pumzi sio hewa, ni mtu kamili. Jamani, mnanielewa? Adamu alipuliziwa uhai huo au uzima huo. Ule uzima ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Na ndio maana jioni, wakati wa jua limeshuka kupunga, Biblia inasema kwamba Mungu akawa anakuja kusema naye, ambia Adamu, mwanangu, uko wapi? Niko hapa. Wakawa wanaongea kila jioni. Na ndio maana lazima usikie sauti ya Mungu. Roho Mtakatifu lazima akusemeshe. Jamani, mnanielewa? Kusikia sio swala la nabii au mtume mwinjilisti. Kila Mkristo anatakiwa asikie sauti ya Roho Mtakatifu muda wote, kwa sababu tunamwandaa kwa ajili ya unyakuo. Wala unaje kwenda kwa nabii hapo sasa sijui kutabiria nini, wewe mwenyewe ndio wa kwanza. Amen. Kwa hiyo kwa ujumla Mungu alishuka kwa wanadamu na kukaa ndani yake. Hiyo pumzi ya Mungu ni Mungu mwenyewe, Roho Mtakatifu. Sasa baada ya Mungu, Warumi 3:23, kwa sababu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Baada ya kukosea, ile nguvu ikaondoka. Jamani, mnanielewa? Mnanielewa? Hebu sasa tuangalie sababu kubwa ya sisi kumhitaji Roho Mtakatifu. Sababu ya kwanza. Sababu gani? Mara nyingi tumekuwa tukihubiri Matendo ya Mitume sura ya 1:8, lakini mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Lakini sio sahihi. Mungu siku moja akaniambia, George, mnahubiri sana kusudi la Roho Mtakatifu kwamba wewe uwe shahidi, haitangulii kuwa shahidi. Nisikilize sasa, mimi nilibadilishwa na Mungu mwenyewe. Nikaambia kinachotangulia cha kwanza, Roho Mtakatifu ninamleta kweli, ninamrudisha ili mfanane na mimi. Si mnanielewa? Yaani Roho Mtakatifu anarudishwa kwetu kwa sababu aliondoka ili tufanane na nani? Na Mungu mwenyewe. Narudia tena, Roho Mtakatifu anakuja ili tufanane na Mungu. Usipojazwa Roho Mtakatifu hutafanana na Mungu. Ndio maana tabia za ajabu, utaiba, utasema uongo, utadanganya, utazini, utafanya vitu vya ajabu, kwa sababu hajaja yule wa kukusababisha ufanane na Mungu.
Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu akiingia na mtu kumbadilisha, kumrudisha kwenye asili yake. Asili ya Mungu ni nini? Mungu ni roho na sisi ni roho, ila tulibeba mwili. Jamani, mnanielewa? Sasa Mungu ni roho, ili turudi tuwasiliane naye lazima aingie, atubadilishe tabia, turudi kwenye asili yake. Maana ndio hatua ya kwanza. Huwezi kuhubiri bila kubadilika. Na ndio maana wengine wanashindwa kwenda mtaani kwa sababu wanaenda kuhubiri tabia zao wanazijua. Unanielewa? Tukisema tukahubiri bali huyo anakwepa, wanaenda wachache. Nini? Wanakujua tabia. Sasa ili urudi kwenye asili lazima roho ashuke. Kwa hiyo ndio hatua ya kwanza kuturudisha kwenye asili yetu. Haleluya, 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 haleluya. Na ndio maana kusoma Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6 inasema, na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nao utatabiri pamoja nao, nao utageuzwa kuwa mtu mwingine. Hapo anaambiwa Sauli wakati Samueli ameenda kumpaka mafuta. Asa roho ya Bwana itakujilia. Yaani lazima ujiliwe na roho wa Mungu kwa nguvu. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Lazima ukubali kujiliwa na Roho Mtakatifu kwa nguvu. Sasa hapa amesema nao utatabiri, haichaguli kutabiri, anasema nao utageuzwa. Lazima ugeuzwe. Ufanane na nani jamani? Na Mungu. Ndio baadaye unafanya nini? Unatabiri. Unanielewa eh? Unanielewa watu wa Mungu? Kwa hiyo ukitaka kujua kwamba Roho Mtakatifu anamgeuza mtu, soma Waamuzi 13, 14, 15, 16. Nakupa homework. Kazi ya nyumbani. Samson alikuwa ni mtu wa kawaida sana. Lakini roho yeye alizaliwa akiwa amejazwa Roho Mtakatifu mtu mmoja mama. Unakumbuka Samson alipompasua simba? Naona alipomkamata simba, dubu anakamata kama paka. Samson anang'oa mageti. Samson aliwapiga wanaume 30 peke yake. Unaona? Leo tungesema kuna pepo la Bruce Lee. Msimu wa Bruce Lee umeingia. Wakupiga. Lakini kumbe ni roho tu. Hata ile kule upande mwingine kupiga watu wengine ni roho inamwingia. Sasa Samson alimuviwa hiyo, akapiga wanaume 30, akateka vitu vyao vyote. Haikuishia hapo, akawa na ng'oa mageti. Samson huyu alipiga watu 1000 kwa mfupa tu wa punda. Yaani taya yake lile mfupa wake ule kapiga watu 1000. Sio nguvu ya kawaida. Samsoni huyu tunamsema huyu, yaani alikuwa na nguvu mpaka wale mbwa mwitu wale wakawa wamekamatika namna hiyo pamoja. Yaani aliwaamuru mpaka akawa anashikamikia, anafunganisha, wanakaa pea. Walikuwa 300 kawafunganisha. Nilikuwa natafakari siku ili iwezekane yule alikuwa na nguvu ya tofauti. Na ndio maana hiyo nguvu wewe unavuta mbwa 300. Yaani unaweza kusema haya maandishi ya uongo, lakini halisi. Nguvu inavuta. Unanielewa? Nguvu inavuta vitu, nguvu inavuta mambo. Samson ile nguvu iliwavuta wale mbwa, akafunganisha. Au baadaye wameganda pale wote pamoja, pea 150, akaamuru sasa, na waamuru nenda kwenye mashamba ya Wafilisti. Wakaenda kuchoma mtu aliyofunga miendo. Sasa nikitafakari, Samson alikuwa na nguvu ya tofauti. Jamani, mnanielewa? Mnanielewa tu? Amen. Na ndio maana Wafilisti baada ya kushindwa kumkamata Samson, walijaribu mbinu zote, fanya kila mbinu. Unajua shetani sisi hatuwezi. Mnanielewa? Shetani hatuwezi kabisa. Na ndio maana anajitahidi kutafuta mbinu ya kuondoa nguvu ili atuweze. Na shetani kinachomtesa watu wa Mungu ni nguvu za Roho Mtakatifu. Hakuna kitu kingine kinachomtesa shetani. Hebu nisomee Waamuzi 16 mstari wa 5. Sikiliza kinachomtesa shetani. Wafilisti walimshinda. Na hicho ndicho ukadhania ninapomalizia muda huu. Waamuzi 16. Kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa 5. Imeandikwa, nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu
nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Sasa unaona hiyo mbinu, yaani baada ya kutafuta mbinu zote, hebu fikiria mfalme wa Wafilisti, majeshi yote, makomando wa Kifilisti, mbinu zao za kiintelijensia, yaani za upelelezi, mbinu zote za kumfunga zimeshindwa. Yaani katika ulimwengu leo kuna mambo ni baya. Shetani anatafutaga mbinu za kila namna kutukamata, anashindwa. Na ndio maana unaweza ukaona kwamba kinachowindwa kwako ni nini? Ni kunyofolewa hiyo nguvu. Na ndio maana shetani anataka watu wajazwe nguvu. Kwa hiyo akasema hapana, huyu ana nguvu. Hebu rudia tena, tupate kujua asili ya. Rudia tena ili ikole. Soma kabisa. Nao wakuu wa Wafilisti hebu soma kwa maiki ili watu wasikie. Rudia tena, soma kabisa vizuri. Nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi. Ishi hapa. Unasikia? Hakuuliza ujue asili ya elimu yake, ana degree ngapi au ana mali kiasi gani, ana vitega uchumi kiasi. Shetani hana haja na degree zako. Unanielewa? Ni vitu vya duniani. Shetani hana haja na hela yako. Anajua una pesa na hana haja. Shetani hana haja na ufahamu wako na kujulikana kwako. Anachotafuta ni kujua asili ya nguvu. Yaani shetani kinachomtesa ni nguvu. Endelea. Tupate jinsi tutakavyoweza kumshinda. Tupate kumfunga na kumtesa. Nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Ishi hapa. Sasa unaona? Ina maana kilichowatesa Wafilisti ni nguvu. Maana ikabidi sasa kutumia yule mwanamke. Waseme hapa, bwana tutumie huyu mwanamke kwa sababu amekosa yule mke. Hapa tutumie huyu mjanja Delila. Ajue tu asili ya nguvu zake. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani shetani anachohakikisha kwa Mkristo kama hivi umejazwa Roho ni kutaka kuondoa hiyo nguvu. Kwa hiyo ilinde hiyo nguvu uliyoipokea. Usikubali ing'olewe hiyo nguvu na Delila, mapepo, mashetani. Kwa sababu kinachowatesa wachawi ni nguvu za Mungu, na kinachomtesa shetani ni nguvu za Mungu. Na mchana wa leo, kama nguvu zilipotea, naomba uzirudishe. Sasa ukisoma mstari wa 20 hadi 21 uone matokeo ya kuondokewa nguvu za Mungu. Tutamalizia hapo leo. Yaendelea hiyo. Hebu soma matokeo ya kuondokewa nguvu za Mungu. Imeandikwa, kisha akasema, Samsoni Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake, akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujionyesha, lakini hakujua ya kuwa Bwana sio kujinyosha. Mimi nafuatilia ukataka masome. Amen. Nitarudia. Kisha akasema, Samsoni Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake, akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha, lakini hakujua ya kuwa Bwana amekwisha. Bwana amemwacha. Unaona? Yesu Samsoni alijua ana nguvu. Kumbe alipotenda dhambi. Sasa ukisoma mstari wa kwanza, kama kuna Biblia ya Kiingereza ndio inaeleza vizuri sana. Anasema alilala kwa kaa. Hebu soma mstari wa kwanza. Samsoni akaenda Gaza. Akaona uko mwanamke kahaba. Akaingia kwake. Ishi hapa. Sasa Biblia ya Kiingereza inasema hivi. Samsoni alienda Gaza, alienda akashinda huko, akalala huko kwa mwanamke malaya, akafanya naye uzinzi. Hii hapa msema akafanya nini? Samsoni akaenda Gaza, akaona uko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Akaingia kwake, lakini Biblia ya Kiingereza imefafanua vizuri. Ina maana Samsoni alipotegwa yeye akaona aende kwa mwanamke malaya. Akalala usiku kuta, akafanya zinaa huko. Sasa kwenye zinaa huko akalewa hata na mpaka na pombe. Ndio nguvu zimetoka. Sasa mstari wa 21 huo ndio unaonyesha kwamba hakujua kwamba Mungu amemwacha. Yaani ukitaka kuondokewa nguvu za Mungu, ukitenda dhambi zinaondoka. Kwa hiyo kulinda hicho ulichokipokea, usitende dhambi, usizini, usilewe, usiseme uongo, utoe mafungu ya 10. Yaani Roho Mtakatifu anaondoka ukitenda dhambi.
Na ndio maana hapo anasema hakujua kwamba Mungu amemwacha. Soma mstari 21. Wafilisti wakamkamata. Wafilisti wakafanya nini? Wakamkamata. Ishi hapa. Kabla hujakaa. Unaona ukiondoka nguvu za Mungu. Yaani hakujua kama Mungu ameondoka. Yaani ukiondoka nguvu ya Mungu, Wafilisti wakafanya nini? Wakamkamata. Sasa Wafilisti leo ni mapepo, wachawi, waganga. Waganga wanakukamata kwenye ulimwengu wa roho. Wakamng'oa macho. Wanachofanya wachawi na waganga na mapepo, wanakung'oa macho. Imani inaondolewa. Yaani ile kumwamini Mungu kama anaweza, unaondolewa. Unakuwa mtu wa kubabaika. Huoni mbele, huoni nini, lakini mtu mwenye nguvu ya Mungu anaona mbingu ilivyo. Anaona miujiza ya Mungu inayokuja. Anaona baraka za Mungu zinazokuja. Na ndio maana tamani ujazwe roho. Usipoteze roho. Usipoteze nguvu. Raka sekerebo. Wakamng'oa macho. La tatu, wakateremka naye mpaka Gaza. Wakamfunga. Wakateremka naye mpaka Gaza. Wakamfunga kwa vifungo vya shaba. Ishi hapa. Kwa hiyo la tatu, shetani akikukamata anakung'oa macho, imani anaondoa. Alafu anakufunga. Vifungo ndio hivyo, vifungo vya rohoni. Unaona kwenye biashara kwendi, kwenye kazi ya kwendi, kwenye kila maeneo ya kwendi, mambo hayaeleweki. Kila unachokifanya ngele kwa sababu nguvu zimeondoka. Memalizia. Naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Ishi hapa. Sasa baada ya kukufunga wanakusagisha ngano. Ngano maana yake ni mateso. Kwenye shughuli mateso, kwenye biashara mateso, kwenye masomo mateso. Yaani kila kitu unachokifanya mateso. Shida nini? Nguvu zimefanya nini? Zimeondoka, sio zimeisha. Nguvu zikiondoka, yanakwambia unafungwa, unatekwa. Alafu ni unatobolewa macho, imani inakuwa hauna. Alafu baadaye wanakufunga kwenye gereza, unasakishwa ngano. Sasa uzingatie leo kwamba mimi nilikuwa na nguvu, naomba masaa 3-4 na nena kwa lugha, mbona nimepoteza vitu vyangu haviendi? Ina maana uko kwenye gereza. Mimi nilikuwa nafanya hivi, vitu haviendi. Lazima sasa hapo uzingatie moyoni kwamba nimekosea. Na ndio maana wiki tumekuwa na toba sana. Najua mmeshatengeneza Mungu, lakini nakuonyesha athari ya kutenda dhambi, utaondokewa nguvu ya Mungu. Tunaelewa? Mnapomalizia hii, Samsoni alipozingatia akiwa mle gerezani, anasafishwa ngano na ofisi, akasema mimi ni mnadhiri wa Mungu. Mnadhiri wa Mungu ina maana ni mtu aliyeteuliwa na Mungu kwa ajili ya kazi maalum. Ndio wewe na mimi tumeteuliwa na Yesu kumwadhimisha Yesu, kumtumikia Yesu. Sisi sio watu wa kuonewa na kufungwa na Wafilisti na mapepo. Akasema hapana. Wakati anasaga ngano, anasema Mungu nikumbuke mimi, nijilipize kisasi juu ya watu. Siku moja akaamua kutubu. Samsoni alitubu. Hebu soma 28 tumalizia. Mstari 28. Tutaendelea jioni. Imeandikwa, Samsoni akamwita Bwana, akasema, Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba ukalitie nguvu na kuomba mara hii tu, Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Basi unaona Samsoni. Kwa hiyo Samsoni aliangalia akasema, siombi chochote, siombi hela, siombi dhahabu, siombi chochote, wala siombi chochote, wala siombi macho kuona, naomba nguvu. Amen. Unanielewa? Amen. Jana leo tunataka tuombe nini? Nguvu. Turudishiwe maradufu ili tujilipiza kisasi juu ya wachawi waliotutesa miaka yote kabla hatujaokoka. Tujilipiza kisasi juu ya waganga waliotutesa, waliotulia hela kabla hatujaokoka. Tujilipiza kisasi juu ya mapepo ambayo yanatusumbua kwenye biashara zetu. Tunataka nguvu ya Mungu irudi maradufu. Aturudishie Bwana. Tujilipiza kisasi katika muda uliobakia wa kurudi kwake Yesu, ili tutawale na kumiliki, ili tutawale biashara, ili tutawale kazi, ili tutawale kila kitu ambacho Mungu ametukusudia. Sema haleluya. Usikate tamaa. Iko nafasi ya kurudisha nguvu. Hata kama ulianguka, wewe ni kutengeneza na Mungu. Usijikate tamaa. Mungu anarudisha nguvu. Mungu anarudisha uweza. Na ndio maana yake kwamba tujilipize kisasi huko nje, tukapiga mapepo, wachawi, waganga wasitawale tena. Sisi tu watawala na wamiliki wa Shinyanga. Hebu simama juu. Ikarabo satarabakitelebo.
Shamba pakataraba ketelelebo. Iko pakataraba wakati wanakupiga. Lindo liandaraba ketelelebo. Simama juu, simama juu, simama juu, simama juu. Mchana wa leo nataka utafakari ni wapi ambapo ulipungua. Najua wiki umefanya zoezi ya kuomba nguvu ya Mungu, na ni zoezi endelevu kila siku. Ili utawale na kumiliki ni lazima ujaze nguvu. Roho Mtakatifu ana makusudi ya kukujaza nguvu. Roho Mtakatifu ana makusudi. Sasa ili upokee Roho Mtakatifu ujazwe nguvu, ni lazima utubu. Kama uko mtu, funika macho yako. Kama uko mtu ambaye umekuja hapa hujaokoka, umekuwa ukisali tu kwenye makanisa, ni kama dini au dhehebu tu. Kanisa letu hili hapa la EAGT hapa Shinyanga au mengine unaingia huko, lakini huko nakuta kwamba sasa wewe hufanyi chochote, yaani unashangaa unaabudu tu, lakini unaona huna ushindi juu ya maeneo fulani. Sasa ili ushinde ni lazima utubu dhambi. Roho hawezi kushuka mahali ambapo hapana toba. Funika macho yako, funika macho. Inawezekana umekuja kwenye ibada hii asubuhi ya leo kusali, na huwa unakujaga hapa kusali lakini hujaokoka, unataka kuokoka. Uko tayari kutubu? Funika macho yako. Unataka kutubu dhambi, umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wako. Wewe ni mara yako ya kwanza hapa. Kama uko, naomba wote mweke mikono kifuani. Weka mikono kifuani. Mikono yote weka kifuani. Unasema nimekuwa nikisali lakini sijawahi kuokoka, kutubu dhambi, kuokoka. Unasema niko tayari kuokoka, kutubu dhambi ili nirudishiwe nguvu. Samsoni alitubu dhambi. Unasema niko tayari. Unasema niko tayari. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ninakupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi wangu. Nirudishie nguvu zilizopotea za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, shuka ndani yangu, nijaze, nijaze. Endelea na kuombea. Baba, naachilia nguvu, naachilia nguvu, naachilia nguvu, naachilia nguvu. Pokea, 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 pokea. Achia Roho Mtakatifu, shuka, achia uombe. Rikarabo sana na bakota na barabara. Nena kwa lugha. Ameshashuka. Pokea. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea. 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 Rako saka rabo saka rabo ya baka. Achia unene kwa lugha. Achia unene kwa lugha. Achia. Achia. Achia unene kwa lugha. Nguvu ya Mungu. Narudisha. Narudisha maradufu. Macho. 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 Naondoa magonjwa ya tumbo. Naondoa ugonjwa wa tumbo. Ugonjwa wa tumbo uliokaa miaka mingi. Leo mwisho. Mwisho leo. Ugonjwa wa tumbo. Haya. Ugonjwa wa tumbo aga. Roho Mtakatifu fanya operation. Raba saka raba rabo. Ombea shika tumboni kwake. Endelea kuomba, endelea kuomba. Rika mana masanda raba. Nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Endelea kuomba. Nguvu ya Mungu. Shuka. Shuka Roho Mtakatifu. Wabatize. Batiza. Endelea kuomba. Usiogope hiyo nguvu. Usiogope hiyo nguvu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu shuka. Mpe furaha. Mpe kicheko. Naondoa kiu ya pombe. Naondoa kiu ya ulevi. Naondoa kiu ya pombe. Naondoa kiu ya dhambi. Rabo sekerebo ya kabaka. Naondoa kiu ya pombe. Achia ulimi wako. Achia ulimi wako. Hiyo nguvu unaiona. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ameshuka. Achia unene kwa lugha. Nguvu ya Mungu imeshuka. Nguvu ya Mungu imeshuka. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio. Shuka. 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 Naondoa kiu yote ya dhambi. Nguvu ya Roho Mtakatifu isiyo ya kawaida. Lete furaha. Lete furaha ndio. Jazo imeshashuka nguvu. Imeshashuka hiyo nguvu. Nguvu imeshuka, usiogope. Hiyo nguvu naona inakutikisa. Acha ulimi wako tamka hayo maneno yanakuja.
Nena kwa lugha. Tayari ameshashuka roho ndani. Nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Endelea. Kwa nguvu. Endelea, nena kwa lugha. Nena kwa lugha, ameshashuka roho ndani. Nena kwa lugha. Liko kwa kotala. Nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Tamka, 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 tamka. Tamka, tamka, tamka. Maji tu. Tamka, tamka, usiogope, hiyo ni nguvu ya Mungu. Tamka, tamka, tamka. Nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Kanisa, mwambie nguvu ya Mungu. Mwambie aendelee kuomba. Roho Mtakatifu na achilia mafuta, na achilia nguvu. Pokea. Kila roho yoyote isiyopatana na Mungu na ivunja. Na achilia nguvu ya Mungu. Na achilia nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu shuka. Roho Mtakatifu shuka. Shuka, 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 shuka. Kwa jina la Yesu. Sasa naomba wale ambao wanakuta kwenye maombi wanahangaika kwa sababu ya nguvu ndogo. Nataka niombe Roho Mtakatifu waache wasimame. Endelea kuomba. Wale ambao unakuta kwenye maombi hujapata channel vizuri, unakuta upate yale maombi ya mfululizo ya kunena kwa lugha, njoo hapa mbele. Wewe unakuta unaomba lakini unakuta kuna ukame fulani. Nataka tukuombee Roho Mtakatifu. Kaa hapo, simama hapo, tutakuombea wote. Hao andika majina. Taandika majina hao. Hiyo nguvu iliyoshuka imeponya tumbo lako. Umeteseka kwa miaka mingi lakini Bwana amekuponya. Amekuponya kuanzia sasa. Nyosha mikono juu. Tuimbe wimbo wote wa kuabudu vizuri. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Kwa dakika hizi chache uabudu, afu utaomba nguvu. Achilia ulimi wako wa kuitikia. Kwenye mikono juu. Ukiona inakutikisa chochote, achilia, usiogope. Utatamka kwa sauti hii, Roho Mtakatifu karibu, karibu. Kwa nguvu utaendelea, ile nguvu itashuka juu yako
kwa sababu tunamwomba Roho Mtakatifu. Funika macho yako, usiogope hiyo nguvu inayokutikisa. Ramo saka, iko nguvu nyingi sana hapa, ni wewe tu kuikubali. Wengi wanaogopaga nguvu wakifikiria kuanguka ni mapepo. Sio kila kuanguka ni mapepo. Hiyo nguvu Samsoni aliomba akasema, Bwana nirudishie nguvu, nijilipiza kisasi juu ya hao Wafilisti walionitoboa macho. Tunaomba nguvu, omba nguvu. Sema maneno haya, Yesu, Yesu, nijaze nguvu, nijaze, 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 nijaze. Endelea, endelea. Pokea, pokea. Achia, achia nini, achia nini. Ameshazuka, ameshazuka, ameshazuka. Pokea. Bravo, anashuka, anashuka, anashuka. Ena, ena baruga, ika baba. Pokea, pokea. Ika baba, pokea, pokea. Chuka, chuka baba, chuka, chuka. Usizuie, usizuie. Iko nguvu, iko nguvu. Yana, yana. Wazee saidia, wazee saidia kwenda mkono. Wazee kabisa saidia, wazee saidia. Rina, achia nguvu, achia nguvu. Usigarao, wewe masaka, wewe nguvu, nguvu. Usigarao makono, oma nguvu, oma nguvu. Ina, wewe, nguvu, nguvu. Ukame sio baba. Hiyo ulipata vita. Baba sakala bakata fire. Mungu sio. Hiyo kama sakala bakata na boda. Nenda kwa lugha hapa nyuma kwa wakati kwa wote. Kuna watu huko. Kuna watu wanajazwa. Kuna watu wanajazwa. Kuna watu wanajazwa. Kuna watu wanajazwa. Nguvu maradufu. Nguvu maradufu. Nguvu maradufu. Nguvu maradufu. Nguvu maradufu. Nguvu maradufu. Bado viwango vyako, bado fire, fire, bado viwango, bado, shuka, 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 shuka juu ya, shuka juu ya, shuka,
Weka